Kuna taarifa mbaya hapa, mpenzi mtazamaji, mahala ambapo serikali ya Samia inaendeleza udikteta katika taifa letu la Tanzania, na sasa wamepiga marufuku kumiliki kamera za CCTV kama haujaweza kujisajili. Kwa hivyo ili uweze kumiliki kamera za siri almaarufu kama CCTV, lazima uwe umesajili na serikali ya Samia. Endapo utapatikana kwamba haujaweza kusajili kamera hizo zako za siri, utachukuliwa hatua, na wanasema kwamba hiyo ni kinyume na sheria kumiliki kamera za CCTV bila idhini ya serikali ya Samia. Hii serikali ililaaniwa. Karibu ili niweze kukuchanganulia taarifa hizi. Mimi ni wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu like video na usubscribe tafadhali. Jinsi ambavyo unaona hapo, kituo hichi kikaweza kuripoti hivi: serikali yaonya ufungaji wa CCTV bila usajili ni kinyume na sheria. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, umeweza kununua kamera za CCTV ili kuwa kama mlinzi wa siri wa biashara zako, wa bidhaa zako? Kwa sababu kamera za CCTV ni zile ambazo zinakusaidia, maybe kama mtu ameweza kupora mali yako, unajua kwamba yule ni Bwana Ezra, alikuja kavunja duka langu. Wakati mwingine kamera za CCTV ni udhibitisho kwamba mtu fulani kafanya kitu fulani, kwa sababu utakuwa na ushahidi wa picha za moja kwa moja kuonyesha kwamba Ezra ndio aliweza kuiba. Na hizo ni kamera ambazo unaweka tu za siri. Sasa serikali imeweza kusema kwamba ukikuwa na hizo kamera bila ya sheria ni kinyume. Eti Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Tanzania imeonya kuwa matumizi ya kamera za CCTV bila kusajiliwa rasmi ni kosa la kisheria na linaweza likapelekea hatua za kisheria dhidi ya wamiliki wake. Tume hiyo imeeleza kuwa kamera za ulinzi hazipaswi kufungwa kwa siri, bali lazima kuwe na tangazo au taarifa inayoonyesha wazi kuwa eneo husika linafuatiliwa na kamera, ili wananchi wajue na wawe na uhuru wa kuchagua namna ya kujihusisha na mazingira hayo. Kwa mujibu wa Tume ya Ulinzi na Taarifa Binafsi Tanzania, kamera zisizo na usajili na taarifa kwa umma zinachukuliwa kama uvamizi wa faragha na udhalilishaji wa utu wa binadamu. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, iwapo watapiga marufuku hizi kamera za siri eti kwamba lazima uweze kuzisajili, basi itakuwa wana promote wizi katika taifa letu la Tanzania. Eti lazima niweze kutangaza kwamba katika biashara zangu ziko na kamera za siri. Mimi
kipindi ambapo nimeweza kuona serikali inatangaza hivi, mpenzi mtazamaji, kuna mambo ambayo yameweza kunikujia kwa akili. Samia na utawala wake wanafuta ushahidi wa mauaji ambayo yaliweza kutokea mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Ndio, unajua kamera nyingi za CCTV baada ya mtandao kurejeshwa Tanzania, baada ya Samia Suluhu Hassan kuiba uchaguzi, na ni kitu ambacho kinajulikana kwamba aliweza kuiba uchaguzi. Kanda za CCTV ziliachiliwa zikionyesha polisi wakifanyia raia unyama. Na unajua kwamba huo ni udhibitisho au ukipenda ushahidi wa kusema kwamba polisi ndio waliweza kufanya mauaji. Na ili uweze kujua polisi walitumwa, polisi hawezi akafanya kazi bila ya amri ya Inspekta Jenerali ambaye ni Bwana Camillus Wambura. Vilevile Inspekta Jenerali Bwana Wambura hawezi akafanya kazi bila ya idhini ya rais. Hasa ukiangalia huo mfululizo wa ufuatilizi ambao unafanywa ukionyesha polisi wakihusika kwenye mauaji, unaposikia taarifa kama hizi eti kwamba katika taifa letu la Tanzania kumiliki kamera za siri za CCTV ni kinyume na sheria. Kwa hivyo mimi naona ni kana kwamba wanataka watu waweze kujisajili. Namba moja, wafuate kamera zote waone ni nini ambacho kimeweza kunaswa na hizo kamera. Alafu wakipata kwamba ule ushahidi ambao utashtaki serikali upo, watafuta. Sikufichi. Kwa sababu ukisajili kamera zako, serikali itakuwa na uhuru wa kuingilia kamera zako za CCTV. Sasa vitu zangu ambazo ninaweka kwa siri zinahusu serikali nini? Kamera zangu ambazo naweka kwa siri zinahusu serikali nini? Au wanataka tuanze kulipia kodi mpaka kamera za CCTV kwa sababu Samia amenyimwa mikopo, kwa sababu Samia ameweza kunyimwa misaada ambayo alikuwa anapokea kwa wingi. Kwa hivyo jambo ni moja tu, wanajua kwamba kesi inazidi kupikwa kuhusu yale mauaji ambayo yaliweza kuyafanya mwaka uliopita. Ni ushahidi wanaficha, lakini wanajikosea kwa sababu ushahidi ulikwisha tumwa ICC. Hata wakijaribu kudiliti, hata wakijaribu kututishia eti kwamba tung'oe kamera zetu endapo hatutaweza kusajili, tunaweza tukakamatwa, tuchukuliwe sheria, hatutaweza kufuta matukio yote ambayo waliweza kuyafanya mwaka uliopita. Na kipindi ambapo wanatuambia kwamba lazima tulipie na kusajili kamera hizo, mimi naona ni kana kwamba kuna vitu ambavyo serikali hii imegundua kwamba wanavifanya kwa siri, lakini vinaambulia kuonekana hadharani, kutokana na kwamba serikali inafanya kitu kwa siri wakifikiri kwamba wamekifanya kwa siri, kumbe mazingira ambayo waliweza kuyafanyia ama kufanyia kile kitu yalikuwa ni mazingira ambayo yanaonekana wazi
Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Wazo lako ni lipi?